Na idara ya upelelezi wa jinai inasema kwamba maafisa watatu wa polisi waliohusika na mauaji ya Dr. Victoria Mutiso Jumatano iliyopita. Kenneth Kipkemboi ambaye ni afisa msimamizi wa kituo cha polisi cha Nderi huko Kikuyu na ambaye kwa sasa yupo mafichoni ametambuliwa kuwa chanzo cha mawasiliano kati ya wafadhili na waliotekeleza mauaji hayo na pia kuwa mmiliki wa bastola iliyotumika katika mauaji hayo. Uchunguzi zaidi wa ushahidi unaashiria kwamba constable wa polisi Elijah Kimoi kutoka kituo cha polisi cha Karinde anayezuiliwa na polisi ndiye alimpiga risasi na kumuua Daktari Mutiso. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imeelezea matukio yaliyozingira mauaji ya Daktari Victoria Mutiso Jumatano juma lililopita na kuwahusisha maafisa watatu wa polisi na mauaji hayo. Idara hiyo imesema Kenneth Kipkemboi, afisa anayesimamia kituo cha polisi cha Nderi, na Beth Kiplangat Collins wa kituo cha polisi cha Thogoto, vyote vikiwa vituo vidogo chini ya kituo kikuu cha polisi cha Kikuyu, wako mafichoni, huku afisa wa polisi Constable Elijah Kimoi wa kituo cha polisi cha Karinde anayeaminika kumpiga risasi marehemu Daktari Mutiso akiwa korokoroni. Inspector Kenneth Kipkemboi son, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team, as well as the source of the murder weapon. Kupitia mahojiano ya kina na mashahidi muhimu, wapelelezi hao wamebaini kuwa mauaji ya Daktari Mutiso yalichochewa na mzozo wa ardhi wa muda mrefu, huku kukiwa na kesi iliyowasilishwa mahakamani na Rose Mbithe ambaye ni mke wa zamani wa mume wa Daktari Mutiso, Profesa Musimi Detei. Idara ya DCI imebaini kwamba Mbithe na mwanaye wa kiume Christopher Mulwa ambao wako korokoroni ndio wahusika wakuu na wafadhili wa mpango huo wa mauaji hayo. The involvement of these rogue police officers represents a grave betrayal of the uniform and the public trust, and the Directorate of Criminal Investigations will pursue them with the full force of the law. Mkurugenzi wa idara hiyo Mohamed Amin alifichua kwamba mwendeshaji pikipiki aliyewasafirisha wauaji hao alishiriki mazungumzo na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua. What came out very, very clearly is that Honorable Rigathi Gachagua was in communication with one of our main suspects in this matter, who was feeding him with this information. Don't cheat the people of Kenya. Ati hii maneno Rigiji amejua from suspects. Suspects ya mauaji mimi nitatoana nao hapa. Na mimi nilikuwa Monyoro. Hii polisi ya Wakale jinajua Monyoro. Mimi nilikuwa Monyoro. Na kama wewe kuna mtu alinipigia simu, si ukuje kwangu uandike taarifa. Kama na write a statement. Kwa sababu mimi siwezi kuja DCI, siwezi kuja polisi. Mimi nimepita hiyo kiwango. Amin ameonya dhidi ya muingilio wa kisiasa wakati uchunguzi huo unaendelea. Gishoki Washira, Darubini.